ni wasaa mwingine tena tumekutana msikilizaji wa Uba FM tukikuletea habari na matukio mbalimbali yaliyojiri katika siku hii ya leo kitaifa pamoja na kimataifa. Ni kila siku ya Jumanne saa 11 kamili hadi saa 12 kamili za jioni. Kutokea hapa mkoani Kigoma, mimi ni Kanyuka Jonas Kanyuka hapa studio. Na mimi ni Rozi Mbogo. Tutakuwa wote kuanzia mwanzo wa taarifa hii hadi mwisho wa taarifa hii. Kwa habari zaidi unaweza kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook, Twitter kwa jina la Uba Kigoma. Naam, bila shaka Rozi, hapa tupo live kupitia channel zetu za YouTube za Uba Kigoma. Ndiyo, lakini kwa wewe unaendelea kutufuatilia kupitia Uba Kigoma, kwa upande wa YouTube unaweza kubonyeza alama ya subscribe ili uweze kupata taarifa zetu. Na moja kwa moja tuangazie habari tulizokuandalia katika siku hii ya leo. Na miongoni mwa habari hizo ni pamoja na Taasisi ya kuendeleza Uislamu Tanzania kupitia tawi lililopo Mwandiga mkoani Kigoma imeendelea kutoa mafunzo kwa wahitimu wa kidato cha 4 na darasa la 7 ikiwemo ufundi cherehani, ufundi umeme, kompyuta pamoja na ukulima wa mboga mboga. Serikali yafungia shughuli za kanisa katika kanisa la Glory of Christ Tanzania Church, kanisa la Ufufuo na Uzima linalomilikiwa na Askofu Josephat Gwajima. Na katika michezo na burudani, michuano ya kombe la shirikisho FA imeendelea kulindima huku timu ya Simba Sports Club dhidi ya Singida Black Stars ikiweka historia ya kuchapwa jumla ya mabao 3-1. Karibu na tunaanzia hapa mkoani Kigoma ambapo taasisi ya kukuza na kuendeleza Uislamu Tanzania kupitia tawi lililopo Mwandiga mkoani Kigoma imeendelea kutoa mafunzo ya muda mfupi kwa wahitimu wote wa kidato cha 4 pamoja na darasa la 7 kwa shule tofauti ikiwemo ufundi wa umeme, ufundi wa cherehani, kompyuta pamoja na ukulima wa mboga mboga. Kwa taarifa zaidi tuungane naye Sikujua Hussein. Jikita tu katika kusomea mambo haya ya fani kwa sababu katika jamii yetu utakapoishi bila fani yoyote au bila kazi yoyote utajikuta unaingia katika vishawishi vibaya. Taasisi ya kukuza na kuendeleza Uislamu Tanzania kupitia tawi lililopo Mwandiga msikiti wa Mgera mkoani Kigoma imeendeleza kutoa mafunzo ya ufundi stadi kwa wahitimu wa kidato cha 4 kutoka shule mbalimbali kwa muda wa takribani miezi 3. Hapa katika masomo yanayofundishwa hapa, somo mama ni somo la malezi, ambao somo hilo limeambatana na watoto kumjua Mwenyezi Mungu na kutengenezewa misingi ya hofu katika utendaji wa kazi. Wamesema hayo wakati wakizungumza na waandishi wa habari, ambapo wamesema kuwa taasisi hiyo inawasaidia katika kuwapa mwanga wa maisha baadaye. Hii ni kutokana na kuwepo na kozi tofauti ikiwemo ufundi wa cherehani, ufundi umeme, lugha alama, mafunzo ya kompyuta pamoja na kilimo cha mboga mboga. Akizungumza Sheikh Ashraf, kiongozi wa kambi hiyo, amesema lengo na makusudi ya kuanzisha ni kuwajengea uwezo ili wanapoingia mtaani waweze kujikimu kimaisha. Miongoni mwa wanafunzi watakaomaliza mafunzo hayo yatokanayo na kambi hiyo wataweza kuendelezwa na VETA. Mimi ni Sikujua Hussein, Uba News. Serikali yaifungia kanisa la Ufufuo na Uzima linalomilikiwa na Askofu Joseph Gwajima. Kwa undani wa habari hii tuungane na Helen Jamilu. Kuliwa mtoto wa Alhaji Ali Hassan Mwinyi akaenda akaokotwa, kesho ameng'olewa macho, amekufa, utajisikiaje? Hivyo serikali yalifuta kanisa la Askofu Gwajima. Serikali imetangaza kulifuta kanisa la Ufufuo na Uzima linalomilikiwa na Askofu Josephat Gwajima, ikiwa ni siku moja tangu kiongozi wa Kiloa atangaze msimamo wake kuendelea kukemea vitendo vya utekaji na watu kupotea. Sababu ya uamuzi huu wa msajili wa jumuiya za kiraia Emmanuel Kihampa na kile kilichoelezwa na kanisa hilo kimekeuka sheria ya jumuiya sura ya 337 kwa kutoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa na nia ya kuichonganisha serikali na wananchi. Elena Jamilu, Uba News. Serikali yanunua pikipiki 700 kwa ajili ya maafisa mifugo zitakazowasaidia kufika kwa wafugaji na wakulima kote nchini kwa ajili ya kutoa huduma. Kwa undani wa taarifa hiyo tuungane naye Perajia Moses. Leo tumeweza kutoa pikipiki 10 na tutaendelea kutoa kwa washindi mbalimbali.
Serikali yanunua pikipiki 700 kwa ajili ya maofisa mifugo. Morogoro. Waziri wa Mifugo na Uvuvi, Dr. Shatu Kijaji, amesema tayari serikali imenunua pikipiki 700 ambazo zitagaiwa kwa maofisa mifugo kwenye halmashauri zote nchini, ili maofisa hao wafikie kirahisi wafugaji na kuwapa elimu wafugaji bora na wa kisasa. Lengo likiwa ni kuboresha sekta ya mifugo nchini. Dr. Kijaji amesema hayo leo wakati akifungua maadhimisho ya wiki ya maziwa ambayo kitaifa imefanyika mkoani Morogoro, ambapo pia amewataka maofisa mifugo kuhakikisha wafugaji wanazalisha maziwa salama na bora yatakayoweza kusindikwa na kuongezeka thamani kutengenezewa bidhaa mbalimbali. Aidha, Dr. Kijaji amesema kila mwaka serikali imeendelea kuboresha mazingira ya maofisa mifugo, ambapo kwa mwaka jana iliwapatia pikipiki 1400. Mwaka huu mbali na kutoa pikipiki 700, lakini pia imewekeza wafugaji kupata mbegu bora za malisho. Juni tarehe 16 mwaka huu, Rais Samia Suluhu Hassan atazindua shughuli ya chanjo na utambuzi wa mifugo litakalofanyika Bariadi mkoani Simiyu. Na katika hatua hiyo ya utambuzi, serikali imeandaa heleni za kidigitali kwa ajili ya utambuzi wa mifugo. Mbali na kuanzisha hiyo migahawa ya maziwa kama ilivyokuwa kwa baadhi ya vinywaji vingine, lakini pia tumepanga kuanzisha ATM za maziwa kwenye maeneo mbalimbali hapa nchini, amesema Profesa Msalia. Nikiripoti kutoka chumba cha habari, mimi Pelagia Moses. Ufadhili wa USAID ulisaidia maeneo mengi ikiwemo kuajiri watumishi wa afya afua mbalimbali za afya zilizotekelezwa na serikali kupitia Wizara ya Afya na TAMISEMI, lakini pia wadau wa asisi za kiraia na mashirika. Kwa undani wa habari hii, tuungane na Agnes Alaya. Ni 153,792,000. Bajeti ya Wizara ya Afya kwa mwaka 2025-2026 imewasilishwa jana Jumatatu Juni 2, 2025 bungeni. Huku macho wa Tanzania yakisubiri kuona serikali inakuja na mikakati gani kuhakikisha inapambana na kuondoka kwa ufadhili wa shirika la maendeleo ya kimataifa USAID nchini, ambayo imefadhili sekta hiyo kwa miaka mingi. Ufadhili wa USAID ulisaidia maeneo mengi ikiwemo kuajiri watumishi wa afya afua mbalimbali za afya zilizotekelezwa na serikali kupitia Wizara ya Afya na TAMISEMI, lakini pia wadau wa asasi za kiraia na mashirika. Mei 13, 2024, Bunge la Tanzania liliidhinisha shilingi 1.31 trilioni huku ikihamisha vipaumbele 10 vitakavyotekelezwa kwa mwaka 2024-2025 kupitia bajeti hiyo. Bajeti iliongezeka kutoka shilingi 1.235 trilioni kwa mwaka 2023-2024. Jina langu ni Agnes Alois. Unasikiliza Uba News. Wanasiasa wawili waliokuwa sehemu ya muungano wa G55 wamehamia chama cha ACT Wazalendo badala ya chama cha Chauma kama ilivyofanywa na wenzao. Kwa undani wa taarifa hii kwake Amina Hemedi. Naam, msikilizaji wa Uba FM, tupate mapumziko kidogo kisha tutarejea kwa habari za uchumi na biashara. Ujiji Broadcasting Academy, excellence is our signature. Katika soko la Malungu lililopo mkoani Kigoma, bei ya nyanya imepanda kwa kasi kubwa, hali inayosababisha wasiwasi kwa wakulima na wafanyabiashara. Kwa sasa sado moja ya nyanya ikiuzwa kati ya shilingi 7,000 na 10,000, huku kasha kubwa likiuzwa kwa shilingi 70,000 hadi shilingi 100,000 kulingana na ubora wa nyanya. Kwa majina naitwa Christina Nyilenda, ni mfanyabiashara wa soko Malungu mkoani Kigoma. Bei ya nyanya kwa sasa imepanda, ni tofauti na kipindi cha nyuma. Kipindi cha nyuma nyanya zilikuwa 10 ni 500 hadi 10 na kuendelea. Lakini kwa sasa nyanya 2 hadi 3 ni shilingi 500. Hapo unaweza ukakuta nyanya nzuri 3 ni buku au 4.
Wakulima na wafanyabiashara wanadai kuwa kupanda kwa bei ya nyanya kumetokana na jua kali linaloendelea kuwaka katika maeneo mbalimbali mkoani Kigoma. Jua kali linachangia kupungua kwa mavuno ya nyanya, kwani hali ya hewa ya joto kali inazuia ukuaji mzuri wa mazao haya. Hali hii inasababisha na upungufu wa nyanya sokoni, hivyo kuongeza bei kutokana na uhaba wa bidhaa. Hususani jua linaloendelea kuwaka mkoani, baadhi ya maeneo tofauti hapa mkoani Kigoma na mikoa mingine. Tunawashauri wateja waendelee kukubaliana na hali ya sasa hivi iliyopo, hususani hivi bei za nyanya kupanda. Maana kuna mteja mwingine anafika analalamika, tunawapangia kidogo afu bei ni kubwa. Utakuta nyanya zenyewe unachukua hata faida ukipata ni ndogo. Tunaomba wateja wetu waendelee kukubaliana na hali na waendelee kutuunga mkono. Hii ni hali ya mpito tu, tutavuka. Kupanda kwa bei ya nyanya sokoni Malungu ni kielelezo cha athari za mabadiliko ya hali ya hewa kati ya kilimo cha mazao ya mboga. Ili kukabiliana na changamoto hii, ni muhimu kwa wadau wa kilimo, serikali na taasisi binafsi kuwekeza katika mbinu za kilimo endelevu na kuhamasisha matumizi ya teknolojia ya kisasa ili kuboresha uzalishaji na upatikanaji wa mazao ya mboga kama nyanya. Katika kuhitimisha wiki ya unywaji wa maziwa duniani iliyofanyika kitaifa mkoani Morogoro, kampuni ya usindikaji maziwa ya Asas Dairies Limited imegawa maziwa ya bure kwa wakazi wa mkoa huo waliohudhuria sherehe hizo zilizofanyika kwenye viwanja vya shule ya msingi kiwanja cha ndege maarufu kama Zimamoto mkoani humo. Maadhimisho hayo yalifanyika takribani wiki moja, yaliyoandaliwa na kuratibiwa na Bodi ya Maziwa Tanzania na kufikia kilele chake Juni 1, 2025, ambapo kampuni mbalimbali zilishiriki ambazo ni Asas Dairies Limited, Kilimanjaro Fresh, Shalfa Milki, Shambani Milki, Magereza, Beta Yogo pamoja na Mama O na nyinginezo. Huduma bora za kimataifa za utalii, ushirikishwaji wa wananchi, wadau wa huduma pamoja na usimamizi wa shughuli za kiutalii ni miongoni mwa sababu zinazoipa ushindi Shirika la Hifadhi la Taifa TANAPA katika tuzo bora za kimataifa mwaka 2025. Tuzo hiyo imetolewa na Jumuiya ya Ulaya iliyojishughulisha na utafiti wa viwango vya ubora vya Ulaya ESQR Stockholm, Sweden usiku Mei 29 mwaka 2025. Akizungumza mara baada ya kuwasili jana Jumatatu Juni 2, 2025 katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Kambarage Nyerere, kamishina wa hifadhi ya TANAPA Musa Kuji amesema kuwa ushindi huo ni mara ya 6 mfululizo na kwa mwaka huu wameshinda daraja la almasi. Dina Daniel, Uba News. Naam, akiwa amehitimisha habari za uchumi na biashara Dina Daniel, ni wasaa mwingine tena kupata habari za kimataifa. Naam, bila shaka msikilizaji wa Uba FM, kwa wewe ambaye unatufuatilia, pia tunapatikana kupitia mitandao ya kijamii yani Facebook, Instagram, na sasa tupo live kupitia channel zetu za Uba Kigoma kwa upande wa YouTube. Kwa wewe ambaye unatufuatilia sasa, usisite kubonyeza alama ya subscribe ili uwe wa kwanza kupata habari zetu. Kwa upande wa habari kimataifa, tuangazie huko nchini Kenya ambapo aliyekuwa naibu wa rais wa Kenya Rigathi Gachagua amelazimika kuahirisha uzinduzi rasmi wa chama chake kipya cha Democratic for Citizen Party DCP uliopangiwa kufanyika Jumatano tarehe 4 mwezi wa 6 2025 jijini Nairobi. Rigathi Gachagua amezindua chama chake cha kuelekea uchaguzi wa 2027 akiwa na nia ya kupambana na aliyekuwa mwandani wake Rais William Ruto wa chama cha UDA. Rigathi Gachagua amezindua chama chake kuelekea uchaguzi wa 2027 akiwa na nia ya kupambana na aliyekuwa mwandani wake wa Rais William Ruto wa chama cha UDA. Gachagua alijiuzulu kutoka chama tawala cha UDA na kuunda chama chake kwa jina la DCP ambacho kilipangiwa kuzinduliwa rasmi leo hii katika uwanja wa Kasarani. Hata hivyo, hatua ya shirika la usimamizi wa viwanja vya michezo nchini Sport Kenya kubatilisha uamuzi wake wa awali wa kukodisha uwanja huo wa Kasarani umewaacha viongozi wa chama hicho kipya njia panda. Cleophas Malaya ambaye ni naibu kiongozi wa chama cha DCP anailaumu serikali kwa masaibu hayo.
Chama hicho kinadai kuwa kiliandikia barua Sport Kenya na kuomba kutengewa uwanja huo kwa ajili ya hafla yao na wakaarifiwa kuwa wangepata kibali. Lakini baadaye shirika hilo lilibadilisha msimamo na kuarifu kuwa uwanja huo utakuwa ukitumika na wanaspoti. Chama cha UDA baada ya uzinduzi wa chama hicho kuathiriwa katika uwanja wa Karasani mjini Nairobi. Sasa chama cha Rigathi Gachagua cha DCP kuzinduliwa katika ukumbi wa binafsi baadaye mwezi Juni baada ya uzinduzi wa chama hicho kuahirishwa katika uwanja wa Karasani mjini Nairobi. Sasa chama cha Rigathi Gachagua cha DCP kuzinduliwa katika ukumbi binafsi baadaye mwezi Juni baada ya uzinduzi wa chama hicho kuahirishwa katika uwanja wa Karasani mjini Nairobi. Viongozi wa DCP waikosoa serikali kwa kile walichokiita ukandamizaji wa upinzani na wanayaona matukio haya kama njama ya kunyamazisha upinzani. Aliyekuwa mbunge wa Laikipia Kate Waruguru ambaye sasa ni mmoja wa viongozi wa chama cha DCP amekosoa vikali chama tawala. Wakati ulimwengu ukiazimisha siku ya teknolojia saidizi kwa watu wenye ulemavu, wito umetolewa kwa serikali za mataifa ya Afrika kuhakikisha huduma ya teknolojia ya kisasa inapatikana kwa urahisi kwa wote. Umesema Umoja wa Mataifa, tuongeze juhudi za teknolojia usaidizi kwa watu wenye ulemavu zisambae duniani, umesema Umoja wa Mataifa. Asia Mohamed, mwanariadha bingwa wa mashindano ya Olimpiki kwa walemavu kutoka nchini Kenya, amepaza sauti kuhusu umuhimu wa teknolojia ya kisasa inayowasaidia watu wenye ulemavu. Mwanzo wa nukuu. Si unajua sasa hivi tuko kwenye ule mfumo wa kiteknolojia kama zile services zao zilizokuwa tu zinasaidia mlemavu wa viungo, basi zifanywe zisaidie mlemavu ambaye haoni na mlemavu ambaye hasikii. Mwisho wa nukuu. Leo tarehe 4 mwezi wa 6 2025 ikiwa ni siku ya maadhimisho ya teknolojia usaidizi kwa watu wenye ulemavu, Kenya imeandaa wash maalum inayowaleta pamoja na wavumbuzi na kampuni kuu za kiteknolojia duniani na pia wawakilishi kutoka mashirika mbalimbali ya kutetea haki za watu wenye ulemavu ili kuendeleza mchakato wa upatikanaji wa huduma za kidijitali kwa watu wote. Isaac Mwaura ni msemaji wa serikali ya Kenya aliye na ulemavu wa ngozi, anaeleza madhumuni ya kongamano hilo. Teknolojia ya kisasa ina umuhimu wake. Changamoto ni kwamba huduma hizo haziazimishwi kwa nchi maskini, kwani zinatengenezwa katika nchi 3 ambazo ni Marekani, China na Japan. Washi hiyo ya siku 3 imedhaminiwa na kampuni kubwa za kiteknolojia na mawasiliano zikiwemo Microsoft, Google na Wakfu na mpango wa ufadhili wa Masters Card. Mashirika ya watu wenye ulemavu kutoka kote barani Afrika yanashiriki ili kujadiliana changamoto zinazowakabili watu wenye ulemavu. Na moja kwa moja tutupie macho huko nchini Urusi ambapo hapa swali ni moja tu, je, ni kwa nini Urusi inaboresha kwa siri uwezo wake wa nyuklia? We'll end up here in Iran's new nuclear facility at Bushehr. Kwa miaka kadhaa sasa mamlaka za Urusi zimekuwa zikifanya kwa bidii na kwa siri uboreshaji mkubwa wa vifaa vyao vya nyuklia vya kijeshi, kulingana na gazeti la Ujerumani liliripoti. Kama ilivyoelezwa katika uchapishaji wa wafanyakazi wa miundo hii yote miwili walipata ufikiaji wa mamia ya michoro ya kina na hati zingine za siri zinazoonyesha jinsi Urusi inavyoimarisha uwezo wake wa nyuklia kwa kutumia mfano wa msingi wa uzinduzi wa Yasni ulioko katika mkoa wa Origny kusini mwa mlima ya Ural. Wakati ambapo awali juu ya uso wa dunia mtu angeweza tu kuona kifuniko cha siri cha kombola, kifuniko cha silo ya makombola na mijengo michache tu isiyo ya ajabu iliyozungukwa na uzio wa chini, majengo yote ya kijeshi sasa yamekuwa yamezungukwa na mzunguko wa 3 wa umeme wa kiwango cha juu.
Kamera za uchunguzi zimewekwa kila mahali katika hatua muhimu za ulinzi zimechukuliwa, ikiwa ni pamoja na sehemu za kurushia risasi zinazodhibitiwa kwa mbali, maguruneti ya waya tatu na mifumo ya kisasa ya ulinzi wa anga. Katika baadhi ya picha, mtu ameweza kutambua majengo mahususi kama vile minara ya uchunguzi iliyo katikati ya eneo la ujenzi huo. Kwa miongo kadhaa, watafiti wamekuwa wakifuatilia ukuzaji na uwezo wa nyuklia wa Urusi kwa njia nyingi, haswa kwa kutumia picha za satellite, liliandika Danwatch, chapisho lilojulikana kwa uchunguzi wake juu ya mada muhimu pamoja na matumizi mbadala ya madaraka. Hata hivyo, satellite haiwezi kuangalia chini ya paa mbali na kupenya chini ya ardhi. Na hivyo hapo awali ufuatiliaji wa kambi za nyuklia ulikuwa ni mdogo, waandishi wa Danwatch wanaendelea kuripoti. Na kutokana na uvunjaji mkubwa wa hati za siri kutoka kwa vyombo vya usalama vya Urusi, waandishi wa habari wa uchunguzi wameweza kujifunza zaidi juu ya nini hasa iko katika eneo lililofungwa rasmi kuwa na hadhi ya chombo kilichofungwa cha kiutawala eneo hilo. Waandishi wa habari wamepata mamia ya michoro ya kambi mpya za Putin na kuifanya iwezekane kwa mara ya kwanza kuondoa pazia la siri lililozunguka mipango ya Vladimir Putin. Kama uchunguzi unavyokumbukwa, mnamo Machi 1, 2018, Rais wa Urusi Vladimir Putin alitoa hotuba ya kurahisisha huko Moscow, akitangaza kuundwa kwa safu nzima ya mfumo mipya ya silaha za nyuklia ambapo ingepelekea nchi hiyo kupiga hatua moja mbele katika ushindani wa silaha na nchi za magharibi. Nyaraka zilizochapishwa na Sergei na Danwatch zina mchoro ya moja kwa moja ya majengo kwenye eneo la kituo cha kijeshi nchini Urusi. Madhumuni ya jengo ni vigumu kubaini hasa, lakini mpangilio wake unaonyesha chumba cha kudhibiti na vyumba vya walinzi. Hii ni mojawapo tu ya miundo mingi iliyo kwenye idadi ya mitambo ya kijeshi iliyotajwa kwenye chapisho. Haijulikani ni ipi kati ya mipango hii itotolewa kwa waandishi wa habari. Hii ndiyo sababu vitu kama hivyo vinalindwa na vitengo vilivyo na mafunzo maalum, vikiwemo vile vya vikosi vya makombora ya kimkakati na mashirika mengine ya usalama. Ikiwa ni mchoro wa vitu kama hivyo itatolewa kwa umma, hii inaweza kinadharia kuwezesha maandalizi ya jaribio hilo la kuvamia eneo lao. Naam, kwa sasa tupate mapumziko kidogo. Tukirejea tutaendelea na habari za kimichezo na burudani. Naam, sasa navaa namba 10 mgongoni kuelekea viwanjani kuungana na Dolka Amos kwa habari za michezo kitaifa, pamoja na Helena Mzikanyi kwa ajili ya habari michezo kimataifa. Sidase Mukwala! Ni yeye! Michuano ya kombe ya shirikisho FA imefikia patamu ambapo tumeshuhudia timu mbili zikikata tiketi ya kuchezea finali, ikianza Yanga iliyochapa JKT Tanzania kwa mabao 2-0, kisha Singida Black Stars ikafuzu pia kibabe kwa kuicharaza Simba bao 3-1. Ushindi wa Singida ni wa kisasi baada ya kikosi hicho kupoteza mechi mbili za ligi kuu bara, ikianza na kuchapa bao 1-0 Disemba 28, 2024, huku raundi ya pili iliyopigwa Mei 28, 2025 kwenye uwanja wa KMC Complex Mwenge ikachapwa tena bao 1-0. Licha ya kisasi hicho, ila Singida inakabiliwa na rekodi ngumu ya kuivunja, kwani michuano hiyo iliporejea tena msimu 2015-2016 baada ya kutofanyika kwa kipindi cha miaka 13 tangu mwaka 2002, hakuna timu iliyochukua ubingwa huo zaidi ya Yanga.
Timu nyingine zilizochukua ubingwa huo tangu kipindi hicho mbali na Yanga ni Simba, Mtibwa Sugar na Azam FC ambazo zote tayari zimetolewa. Jambo linalosubiriwa pia ni kuona kama Singida Black Stars itaandika rekodi mpya au itashindwa kutamba. Tangu michuano hiyo iliporejea tena msimu wa 2015-2016, Yanga ndio timu inayoongoza kwa kuchukua ubingwa huo mara nyingi zaidi, baada ya kufanya hivyo mara 4, ikifuatiwa na wapinzani wao kubwa Simba waliochukua taji hilo mara 3 tu. Singida ilianza michuano hiyo hatua ya 64 bora kwa kuifunga Magnet FC zamani Malimao ya Dar es Salaam bao 2-0, kisha 32 bora ikikuta na mabingwa mkoa Kagera leo tena FC na kuichapa mabao 4-0 na kufuzu kibabe katika hatua 16 bora. Hatua ya 16 bora Singida ikakutana KMC FC iliyoshiriki ligi kuu bila kuichapa bao 1-0, huku hatua ya robo finali ikaichapa Kagera Sugar bao 2-1 na kufuzu nusu finali, kisha kuondosha Simba kwa kufunga bao 3-1 na kufuzu hadi finali. Moja ya jambo la kipekee kwa Singida tangu michuano hiyo imeanza msimu huu, imeruhusu bao 1 tu ambalo ni la kiungo wa Simba Jean Charles, huku kwa upande wa wapinzani wao Yanga ikiwa hadi sasa imeruhusu nyavu zake kutikisiwa mara 2. Mbali na hilo, Singida inakabiliwa na mtihani wa kuvunja rekodi ya Yanga ya kupoteza mechi ya kombe la shirikisho la FA, kwani kikosi hicho tangu mara ya mwisho kilipochapwa na Simba bao 1-0 Julai 25 2021 hadi leo hakijapoteza. Finali hiyo ilishuhudia Simba ikitoa ubingwa huo kwenye uwanja wa Lake Tanganyika Kigoma kwa bao la kiungo wa zamani wa kikosi hicho Mganda Tadeo. Ni kama ililipa hasira ya Yanga, kwani hadi leo imecheza mechi 23 bila kupoteza. Chapo hicho pia kikaifanya Yanga kutoa ubingwa wa michuano hiyo mara 3 mfululizo kuanzia msimu wa 2021 hadi 2022 hadi sasa. Jambo linalosubiriwa pia ni kuona kama Singida itavunja rekodi katika finali itakayopigwa kati ya Juni 26 hadi Juni 28. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya mechi hiyo, kocha wa Singida Black Stars David Ouma alisema siri ya ushindi wa timu hiyo dhidi ya Simba ni kutokana na wachezaji wote kujitoa uwanjani kwa 100% na umepewa jina la Serengeti National Park Golf Course. Gofu ndani ya hifadhi ya Serengeti kivutio kipya. Ni kama simulizi yenye kusisimua ambapo wachezaji wa gofu watakuwa kikutana nao pale watakapokuwa kicheza, huku kando wakishuhudia wingi wa nyama na ndege zikitua. Wanyama kama pundamilia, swala, nyumbu, tembo na twiga watakuwa kipita kando na karibu na uwanja wa gofu unaojulikana kama Serengeti National Park Golf Course, ambao unajengwa eneo la Fort Ikoma nje kidogo ya hifadhi ya taifa ya Serengeti. Mradi huo unaotekelezwa na shirika la hifadhi ya taifa Tanzania TANAPA kwa thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 9.5 utakuwa na viwanja 18 vyenye hadhi ya kimataifa. Mbali na mandhari ya kuvutia, uwanja huo unaozingatia viwango vya juu vya ubora katika usanifu na ujenzi unajengwa kutumia teknolojia ya kisasa na vifaa bora, ukijumuisha njia za kuchezea zilizopangwa kwa ufanisi, maeneo ya kupumzikia kisasa na miundombinu rafiki kwa mazingira. Eneo lake la kimkakati likiwa karibu na uwanja mdogo wa ndege linarahisisha upatikanaji kwa wageni wa ndani na wa kimataifa. Hii inaufanya kuwa kivutio kipya cha utalii na michezo chenye uwezo wa kuchochea uchumi wa kanda na kuvutia mashindano ya kimataifa ya gofu. Uba imefika katika mradi huu na kukuta shughuli za ujenzi zikiendelea na kupata fursa za kuzungumza mmoja na wasimulizi wa ujenzi Zakaria Edward, ambaye anasema wamekwisha kamilisha viwanja 15 kati ya 18 vyenye changamoto tofauti na urefu wa kilomita 7.5. Uwanja huu utakuwa hadhi ya kimataifa pindi utakapokamilika. Utakuwa moja ya viwanja bora na vya kipekee, kwani mtu atakuwa akicheza huku wanyama wakiwa pembezoni. Upekee mwingine wa uwanja huo, pembeni yake kuna uwanja mdogo wa ndege. Kwa hiyo watalii, wafanyabiashara na wanamichezo wakishuka tu wanaingia uwanjani. Aidha, Edward ambaye ni mwanamchezo wa gofu amesema kiwanja hicho kitakuwa cha pili kwa ubora wa kimataifa, na hata mvua kubwa zikinyesha kinatengenezwa kukiwezesha dakika chache tu baada ya kunyesha maji yote yanatoka mchezo na kuendelea. Nikiripoti habari za michezo kitaifa. Naam, moja kwa moja tukiangazia tetesi za soka Ulaya. Barcelona itafanikiwa kumsajili Partey.
Barcelona imeanza kufanya mazungumzo na kiungo wakati wa Arsenal na timu ya taifa ya Ghana, Thomas Partey 31, kuhusu hamisho bila malipo mkataba wake utakapokamilika mwezi Juni. Liverpool inajiandaa kuwasilisha ombi rasmi la kumsajili beki wa Bournemouth na Hungary Milos Kerkez 21, ambaye tayari amekubali uhamisho huo na thamani yake inakadiriwa kuwa zaidi ya euro milioni 40. Juhudi za Liverpool kumsajili mchezaji wa Bayer Leverkusen Mjerumani Florian Wirtz 22 zimegonga mwamba. Mayele aipeleka Pyramids finali CAF Champions League, Mamelodi yaivua ubingwa Ahel. Mshambuliaji Fiston Mayele ameibuka shujaa wa Pyramids FC baada ya kuifungia mabao mawili likiwemo la ushindi dhidi ya Orlando Pirates katika mchezo ambao timu yake imepata ushindi wa mabao 3-2 leo Aprili 25, 2025 katika uwanja wa June 30 jijini Cairo, Misri. Mayele alifunga bao hilo la ushindi la Pyramids FC katika dakika ya 84 akimalizia kwa shuti kali mpira uliotemwa na kipa Sifo Chen wa Orlando Pirates. Ni mchezo ambao Pyramids FC ililazimika kusawazisha mara mbili baada ya kutanguliwa kufungwa mabao na baadaye ikapata bao la ushindi kupitia Mayele. Orlando Pirates walikuwa wa kwanza kupata bao kupitia kwa Leofred Morfkin katika dakika 41, lakini Mayele aliwasawazisha katika dakika za nyongeza za kipindi cha kwanza. Orlando Pirates walipata bao la pili katika dakika ya 52 kupitia kwa Moham Kota ambalo liliwasawazishwa na Lamdan Thobit katika dakika ya 57. Iliwalazimu Pyramids kusubiri bao la tatu la Mayele ambalo liliwavusha kwa ushindi wa jumla mabao 3-2 kwa vile mechi ya kwanza ambayo timu hizo zilicheza Afrika Kusini wiki iliyopita ilimalizika kwa sare tasa. Katika uwanja wa kimataifa wa Cairo, Misri, wenyeji wa Al Ahly walivuliwa ubingwa na Mamelodi Sundowns baada ya mechi baina yao kumalizika kwa sare ya bao 1-1. Mamelodi wamebebwa na kanuni ya bao la ugenini kwa vile mechi ya kwanza ilimalizika kwa sare ya bila kufungana. Al Ahly ilitangulia kupata bao kupitia kwa Mohamed Tahir, lakini katika dakika ya 89 mchezaji wao Yasir Ibrahim alijifunga kwa kuipatia Mamelodi Sundowns bao lililowavusha. Katika fainali, Mamelodi Sundowns itaanzia nyumbani Pretoria, Afrika Kusini, Mei 24, 2025 na mechi ya marudiano Pyramids FC itakuwa nyumbani Cairo Juni mosi mwaka huu. Lakini pia tetesi za soka Ulaya, Man United kuanza mazungumzo na Mbeumo. Mshambulizi wa Brentford Bryan Mbeumo anataka kujiunga na Manchester United ambayo sasa iko tayari kuanzisha mazungumzo ya kumsajili mchezaji huyo wa kimataifa Cameroon mwenye umri wa miaka 25. Inter Milan wanatumai kumsajili mshambuliaji wa Manchester United na Denmark Lessons Højlund 22 kwa mkopo msimu huu. Manchester United pia inasubiri uamuzi kutoka kwa kiungo wa kati wa Ureno Bruno Fernandes kuhusu kama anataka kusalia katika klabu hiyo au kuondoka, huku klabu ya Saudi Arabia Al Hilal ikimtaka mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 30. Mshambulizi Crystal Palace Mfaransa Jean-Pierre Mateta mwenye umri wa miaka 27 pia yuko kwenye orodha ya washambuliaji wa Manchester United, lakini huenda wakakabiliwa na ushindani kutoka kwa Juventus na AC Milan. Nikiripoti kutoka hapa chumba cha habari, mimi ni Rehema Mzikanyi. Kufikia hapa tunahitimisha taarifa ya habari. Mimi ni Rozi Mbogo. Pia ulikuwa nami Kanyuka Jonas Kanyuka, msikilizaji wa Uba FM. Unaweza kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram na YouTube kwa jina la Uba Kigoma. Tukutane tena wakati mwingine. Ujiji Broadcasting Academy, excellence is our signature.